Ikawa walipokuja akamtazama Eliabu akasema, yamkini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana angalii kama binadamu waangalivyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba ni wakati Mungu alitaka kujitwalia mfalme katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akamwambia Samueli, utamlilia Sauli hata lini ikiwa nimemkataa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chukua pembe yako ya mafuta uende mpaka katika mji ule ambao nitakwambia uende. Ni kwa maana katika nyumba ya Yese nimejitwalia mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Jambo kuu ambalo nataka tuiangalia hapa ni hesabu ya Mungu. Haleluya. Kuna hesabu ya Mungu na kuna hesabu ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba wakati Samueli alichukua pembe ya mafuta na alipofika kwa Yese, haleluya, alipata vijana wake wote mahali pale. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na akafikiria wale aliopata ndio Bwana alikuwa amechagua. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Yese aliweza kupitisha watoto wake wote pale, wale ambao Samueli aliwapata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini Bwana hakuwa amewachagua hao. Bwana Yesu asifiwe. Samueli akamuuliza Yese ambaye ni baba ya Daudi, kwani watoto wako wameisha? Watoto wako wote wako hapa? Yese akamwambia hapana, kuna kale kandogo tu kako malishoni kule kanachunga kondoo kule nyikani. Bwana Yesu asifiwe. Samueli akamwambia ya kwamba asitakaa kabla huyo ambao unasema ni mdogo hajafika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie hili neno kwa sura nyingine. Haleluya. Yese aliona mtoto mdogo mwenye kuchunga kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Samueli, nabii Samueli aliona watu kina Eliabu, watu wenye wako na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alikuwa amemuona Daudi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna hesabu tatu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yese ambaye ni baba ya Daudi alikuwa amepiga hesabu yake akaona ya kwamba haka ni katoto kandogo tu. Bwana Yesu asifiwe. Naye Samueli hesabu yake ilikuwa inamuonyesha ya kwamba Mungu anahitaji watu wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba hao watoto wa Yese, hao vijana wakubwa ndio walikuwa wakimsaidia Sauli katika jeshi lake. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ndio walikuwa shujaa sana katika jeshi la Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wazoefu wa vita. Haleluya. Walikuwa ni watu wanakimo, watu waliokuwa na mwili mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Nabii Samueli alipofika pale akafikiria hawa ndio Mungu amechagua. Haleluya. Na kumbe Mungu hakuwa amechagua hao. Hiyo ilikuwa ni hesabu ya Samueli. Haleluya. Lakini hesabu ya Mungu ilikuwa ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Hesabu ya Mungu ilikuwa inaona Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya kwamba alikuwa ni mtoto mdogo, Mungu alikuwa amempigia hesabu yake na akamfanya kuwa mtu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna watu wanakuangalia wanaanza kukupigia hesabu. Haleluya. Labda kwa ajili ya yale mazingira unakaa, labda kwa ile kazi ambayo unafanya, labda kwa ajili ya vile unaonekana, wanakupigia hesabu yao. Lakini hiyo ni hesabu ya wanadamu. Haleluya. Hiyo ni hesabu ya wanadamu. Lakini je, hesabu ya Mungu inaonyesha nini? Bwana Yesu asifiwe. Hata Yese mwenyewe alikuwa amepigia mtoto wake hesabu. Haleluya. Akasema kuna tu kamoja kamebaki na kanachunga kondoo zangu kule nyikani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Baba yake Daudi alikuwa amepiga hesabu yake na
na akamaliza. Anamwambia nini? Anamwambia nabii Samueli, anamwambia ako ni katoto kandogo tu kamebaki, lakini kako kule nyikani kanachunga kondoo. Samueli anamwambia hapana, hatutakaa kama huyo unasema ni mdogo hajafika hapa. Haleluya. Hesabu za wanadamu wanapiga hesabu, lakini sisi hesabu yetu na kuanga imepigiwa juu already. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Samueli nabii, can you imagine? Nabii Samueli yeye hesabu yake ilikuwa inaonyesha kineliaba. Watu waliokuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia Samueli, Samueli sikiza. Mimi siangalii mwili wa mwanadamu, asiangalii kimo cha mwanadamu. Mimi naangalia moyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijawachagua hao. Hesabu ya Samueli kafele, lakini ya Mungu haikufeli. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Daudi alikuja kutoka malishoni, alipofika pembe ikakubali kutoa mafuta. Haleluya. Hesabu ya Mungu haikufeli. Haleluya. Mafuta yakatoka. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akaronjiwa kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Hesabu za Hawa zikawa sasa asifanyi kazi tena, ikabidi hizo zivutwe. Bwana Yesu asifiwe. Hesabu za wanadamu wanatupigia. Hakuna watu wanakaa chini wanatupigia hesabu, wanauliza je, hakuna kitu kizuri kinaweza toka kwa huyu? Wacha niwaambie, hesabu ya Jehova inasema ya kwamba kuna kitu kizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka nikwambie, hesabu ya Mungu ni tofauti sana na hesabu ya wanadamu. Haleluya. Kuna mtu mwingine Biblia inasema ya kwamba alipigiwa hesabu yake, lakini kumbe hao watu waliokuwa wakimpigia hesabu hawakujua already hesabu yake ilikuwa imefanywa mbinguni. Kamati ya mbinguni ilikuwa imeshakaa na ikapiga hesabu yake na ikapitisha. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu katika kitabu cha Genesis 37. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Yusufu. Pia na yeye alikuwa mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Na baba yake alikuwa anaitwa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Huyu na yeye pia ndugu zake walimpigia hesabu. Wakasema huyu ni mwotaji wa ndoto. Wacha tumuue tuone hizo ndoto zake zitafika wapi. Hiyo ilikuwa ni hesabu yao. Lakini je, hesabu ya Mungu ilikuwa inaonyesha nini? Wacha tusome. Tulikuwa tumesoma Samueli wa kwanza 16 kuanzia 1, lakini wacha tusome Mwanzo 37. Hili tusikie mawazo ya mwanadamu na ya Mungu yako namna gani. Haleluya. Wacha tuanzie 37. Mwanzo 37 kuanzia 15. Mtu mmoja akamkuta, naye alikuwa anazunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akisema, unatafuta nini? Akasema, na watafuta ndugu zangu, tafadhali niambie mahali wanakochunga. Yule mtu akasema, wametoka hapa, maana niliwasikia wakisema twendeni Ndodani. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake, akawakuta huko Ndodani. Wakamwona toka mbali, na kabla hajawafikia na kabla hajawakaribia, wakafanya shauri juu yake hili wamuue. Wakasema wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika birika mmojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona sitakuwaje ndoto zake. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Yusufu alienda kuangalia ndugu zake kule malishoni, kule nyikani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Na alipokuwa akaenda kuwatafuta. Nao ndugu zake wakati walimuona walisema nini? Mwenye ndoto ndio huyu amekuja. Mwenye kuota ndoto ndio huyo. Haleluya. Mwenye ndoto ndio huyo. Basi tuendeni tumuue na tumtupe katika birika, yani katika shimo. Tuone hizo ndoto zake sitakuwa haji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ilikuwa ni hesabu ya ndugu ya Yosefu, lakini hawakujua hesabu yake ilikuwa rende imepangwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba wakati Yusufu alifika, wakamshika, wakamtupa katika shimo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndugu yake mmoja akasema hapana, tusifanye hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wakamchukua, wakamtoa kwa shimo. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaona wageni wakiteremka kwenda Misri, wakasema na wacheni tuweze kumuuza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakaweza kumuuza ndugu yao kule Misri. Na alipofika Misri, bado changamoto iliendelea kukumbana na yeye. Alipofika pale kwa mke wa Potifa, naye kuliko ona mtumishi wa Mungu, aliona mpenzi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna hesabu tatu hapa nataka tuangalie, ambayo watu hawa waliweza kupigia Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zake waliona mwotaji wa ndoto. Haleluya. Mke wa Potifa akaona mpenzi, lakini Mungu akaona prime minister. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna watu ambao wanajaribu kuua ndoto yako, lakini kwa jina la Yesu hiyo ndoto yako haitakufa. Ndugu zake walijaribu sana kuua ndoto yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndugu wa Yosefu walijaribu sana kuua ndoto yake, lakini hawakuweza. Bwana Yesu asifiwe. Walimpigia hesabu yake wakasema haka kenye kuota ndoto kama mtu ka ndoto, wacha tukaue, tuone ndoto zake zitaenda wapi. Haleluya. Wakampigia hesabu yake, wakaona yeye ni mwotaji wa ndoto. Haleluya. Hakuna watu wanakupigia hesabu wanaona huyu ni mama tu, hata ni kale kama mama kakuuza mboga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akipiga hesabu yake anaona nduka kubwa sana. Haleluya. Wacha kujalishwa na hesabu za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ajali sana hesabu ya Mungu, calculation ya Mungu inaleta nini? Bwana Yesu asifiwe. Ndugu wa Yosefu walimpigia hesabu yake na wakasema huyu ni mwotaji wa ndoto, wacha tumuue tuone vile ndoto zake zitaenda. Haleluya. Hawakujua ya kwamba hesabu ya Yosefu ilikuwa imepigiwa mbinguni. Haleluya. Na ikakamilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mpo? Yes. Kuna watu wanakuangalia hivi wanashindwa, sasa huyu ni nini anaweza fanya? Lakini wacha nikwambie utafanya mambo makuu. Ni kwa maana hesabu yako inapigiwa mbinguni. Haleluya. Hesabu yako si hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Wachana na hesabu hizi za watu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaweza kuangalia waseme huyu hajasoma huyu hana elimu. Wanakupigia hesabu yako, wanakuweka pale chini. Lakini wacha nikwambie Mungu angalia kama vile wanadamu wanaangalia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu anatuambia nini? Huyu ni nini atafanya? Bwana asifiwe. Wacha nikwambie tutafanya mambo makuu. Tutafanya mambo makuu. Ni kwa maana sisi hesabu yetu ni ya mbinguni. Calculation yetu inapigiwa mbinguni. Haleluya. Walipiga hesabu ya Yosefu, wakaona ni mwotaji wa ndoto. Bwana asifiwe. Haleluya. Walipiga hesabu yake, wakaona ni mwotaji wa ndoto. Alipofika Misri, mke wa Potifa akampigia hesabu, akajua huyu ni mpenzi. Lakini Jehova akiwa mbinguni akapiga hesabu yake, akaona huyu ni prime minister. Huyu ni mtu mkuu katika Israeli. Haleluya. Haijalishi unaishi wapi, kwa sababu ya mazingira yale unaishi ndani, huenda tunakupigia hesabu, lakini usije
hesabu yako ya mbinguni inaonyesha mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Labda kwa ajili ya mazingira yale unaokaa, labda kwa ajili ya mji unaokaa, wanauliza je, kuna kitu kizuri kinaweza toka huko wako? Kitatoka katika jina la Yesu. Amen. Biblia inasema kule ambako nataka tuelekee, na Danieli anauliza Filipo, kuna kitu kizuri? Haleluya. Amen. Hakuna kitu kizuri kinaweza toka Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na watu wawili. Yesu alienda kapatana na Filipo. Akamwambia Filipo, nifuate. Haleluya. Amen. Filipo naye akaenda kwa Nathanieli. Akamwambia, ati nimeona mtu ambaye alikuwa amenenewa maneno, neno la Mungu lilikuwa limenena. Bwana Yesu asifiwe. Habari zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Ati huyo mtu ambaye nimepatana na yeye, Musa alikuwa ameandika habari yake katika vitabu vya sheria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamwambia naye ni Yesu mwana wa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na Danieli akamuuliza, je, kuna kitu kizuri kinaweza toka Nazareti? Nataka nikuonyeshe hesabu ya wanadamu vile ilivyo. Wacha tuende kwa hiyo maandiko, na ninajua kwamba Mungu atatubariki. John chapter 1 verse 46. Tuangalie hesabu. Nataka siku ya leo tujue mawazo ya Mungu juu yetu ni yapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. John tumepata hapo, na ngoja mpate pia ili tuweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mazuri ambayo Mungu anaandaa kwa ajili yako, nayo utayafikia, kwa maana Mungu sio mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tusome katika Yohana 1 kuanzia 43. Wacha tuende 46 and then tutarudi hapo nyuma. Na Danieli akamwambia, laweza neno njema kutoka Nazareti? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha tuanzie 43. Siku ya pili yake alitoka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamwona Filipo. Yesu akamwambia, nifuate. Naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Filipo akamwona Nathanieli, akamwambia, tumemwona yeye aliyeandikwa na Musa katika Torati ya manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Nathanieli akamwambia, laweza neno njema kutoka Nazareti? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba ati walipokuwa kivuka katika kwenda Galilaya, Yesu alimwona Filipo na akamuita. Bwana Yesu asifiwe. Na Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida. Bwana Yesu asifiwe. Filipo akamwona Nathanieli akamwambia. Bwana Yesu asifiwe. Filipo alimwona Nathanieli akamwambia, nimempata mtu ambaye manabii walinena habari yake, ambaye ameandikwa ambaye Musa alimwandika katika kitabu cha sheria, kutoka Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Danieli akamuuliza, je, Filipo, kuna kitu kizuri chaweza kutoka Nazareti?
Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanauliza, huenda kuna wale watauliza, ama labda kunao wanauliza, je, kuna kitu kizuri chaweza toka kwa huyu mtu? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni hesabu yao. Haleluya. Hiyo ilikuwa ni hesabu ya Nathanieli, ya kwamba hakuna kitu kizuri kinaweza toka Nazareti. Lakini hesabu ya Yesu ilikuwa ya kwamba kuna kitu kizuri chaweza kutoka Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii ni hesabu nyingine. Tangu pale tulianza kuangalia hesabu ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Vile watu walipigia wengine hesabu zao, na vile Mungu alikuwa amefanya hesabu yake. Bwana Yesu asifiwe. Tena tumepata hapa watu wawili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. 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 Tuko pamoja? Hey. Mwanadamu anaweza kukupigia hesabu yake, lakini wachana na hiyo ya mwanadamu. Mwanadamu anaweza kukuvunja moyo, lakini wachana na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mtazame Mungu, kwa maana Mungu hawezi akakuvunja moyo. Mtazame Mungu, kwa maana anajua ya kwamba kuna kitu kizuri chaweza kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nathanieli akauliza Filipo, kuna kitu kizuri achaweza kutoka Nazareti? Haleluya. Hakuna kitu kizuri kitatoka hapa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mambo Mungu anaenda kuyatenda siku ya leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huenda kuna mtu anauliza, kale kanisa kako pale chini, hakuna kitu kizuri kinaweza toka kule. Wacha nikwambie Nathanieli, hakuna kitu kizuri kitatoka hapo. Ni kwa sababu hesabu ya Mungu imeshapigwa already. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna watu wanauliza, hii jamii kweli kuna kitu kizuri kinaweza toka kwa jamii ya kina fulani? Wacha niwaambie kuna kitu. Nathanieli, kwani umesahau ni Mungu bariki? Bwana Yesu asifiwe. Nathanieli, kwani umesahau ni Mungu anabariki? Haleluya. Ni Mungu anabariki, na ni Mungu atakubariki. Huenda kuna watu wanaulizana, huenda kuna maulizano, kuna majadiliano. Ile mji wa fulani kweli, ile ngome ya fulani, hakuna kitu pale. Hebu angalia yule, wanapiga hesabu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nikwambie katika jina la Yesu, wanauliza kana kwamba kuna kitu kizuri kinaweza toka kwenu. Ninataka nikwambie siku ya leo, hakuna kitu kizuri kinaenda kupatikana kwa nyumba yenu. Haleluya. Labda kwenu kuna vile kulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Labda mchengi. Bwana Yesu asifiwe. Wanauliza sasa, hawa wameishi na nyumba za matope, huyu anafikiria kuna kitu atakuja kufanya. Wacha nikwambie nyumba, haleluya, hiyo mboma, haleluya, inaenda kujengwa nyumba, inaenda kusimamishwa mchengo wa ajabu. Ni kwa sababu Nazareti hakunaweza toka kitu kizuri. Nathanieli nasema ya kwamba hakutatoka kitu kizuri, ni kwa maana ni Mungu mwenyewe amepanga kuweza kutoka kitu kizuri katika hiyo mboma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wanauliza katika jamii hii, na hawa tu ni walevi, hawa tu hawana msimamo, ni nini kitatendeka katika nyumba ya fulani? Wacha nikwambie katika jina la Yesu, hakuna kitu kizuri kitatoka. Ni kwa maana Mungu amekusudia akutenda jambo jipya katika familia yenu. Nathanieli, kwani umesahau ni Mungu anabariki? Bwana Yesu asifiwe. Na huyu hakusoma, hata hana degree. Nani alisema Mungu ndiye akubariki lazima atumie degree? Bwana Yesu asifiwe. Na sasa huyu anafikiria anaenda wapi na hata hana degree? Bwana Yesu asifiwe. Nathanieli, kwani umesahau ni Mungu anabariki? Mungu anaweza bariki hata bila hizo degree. Ni kwa maana angalia sura ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Anaangalia moyo unaonyenyekea. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kitu kinaweza toka Kidhurai. Yes. Nathanieli, kwani umesahau ni Mungu anabariki? Kuna kitu kitatoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Labda kuna watu watauliza,
nataka niwaambie ya kwamba kuna kitu nadhanieni kwani umesahau ni Mungu anabariki, ni Mungu anainua katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu hata kuvaa kwenyewe vile tunaona, hata hii sura yake huyu, ni nini kinaweza toka kwa huyu? Nadhanieni, nakwambia kuna kitu kitatoka. Ni kwa maana Mungu atazami sura, Mungu atazami kimo cha mwanadamu. Mungu anatazama moyo unaonyenyekea na kumwabudu, ili Mungu ashuke akainua hiyo nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nadhanieni hakuna kitu kitatoka kwa huyu dada, hakuna kitu kizuri kitatoka kwa huyu ndugu, katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ati huyu aliokoka juzi, ni nini atafanya huyu Mwisraeli mnyonge? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Akina Sanibalati na Tobias wakamwambia mtumishi wa Mungu, wewe hata ukuta ambao unajenga, ambaye akiruka juu itabomoka. Haleluya. Amen. Huyu aliokoka juzi, huyu atatuambia nini? Atawaambia kitu. Ni kwa maana ni Mungu anataka awaambie kitu. Haleluya. Atawaambia kitu. Ni kwa maana ni Mungu anataka awaambie. Sasa huyu Mwisraeli mnyonge atawaambia nini? Atafanya nini? Mungu atataka afanye. Ni kwa maana ni Mungu amekusudia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kazi ni ya Mungu. Hii kazi tunafanya ni ya Mungu. Amen. Na ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Hii kazi ni ya Mungu na ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo kuna mambo yanaenda kutendeka katika jina la Yesu. Ni kwa maana hesabu yetu inapigiwa mbinguni. Hesabu yetu si hapa duniani. Haleluya. Watu wanaweza kukuangalia kama vile Samueli aliangalia kina Eliabu, akajua hawa watu ni wenye nguvu, au labda ndio Mungu amechagua. Katika Samueli wa kwanza 16 kuanzia 1. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo tulianzia. Mungu akamwambia, telemuka kwa Yese, enda kwa Yese nabii Samueli, ni kwa maana nimejitwalia mfalme mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asirudi nyuma, anataka kuonyesha vile Mungu anafanya kazi yake, vile Mungu huibisha mawazo ya wanadamu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Samueli alipofika pale, akili yake na mawazo yake yakamwambia, labda Eliabu kwa sababu ni mtu ako na nguvu. Biblia inasema hawa vijana, haleluya, amen, ndio walikuwa mashujaa, ndio walikuwa wanasaidia Sauli katika vita. Kwa hivyo wakati Sauli alikuwa anaenda kupiga maadui, alikuwa anaweka hawa mstari wa mbele. Bwana Yesu asifiwe. So wakati Samueli alifika kwa nyumba ya Yese, akajua ya kwamba bila shaka huyu ndio Mungu amechagua. Mungu akamwambia, hapana, huyu mimi sijamchagua. Haleluya. Amen. Biblia inasema ya kwamba akapitisha kijana wa kwanza, akapitisha kijana wa pili, Mungu akamkataa, akapitisha mwingine, Mungu akamkataa. Akauliza, "Je, watoto wako wameisha?" Haleluya. Baba ya Daudi akasema, hapana, kuna kandogo yako ni kandogo, akenye kamebaki yako tu ni kandogo. Akamwambia, huyo mdogo ndio namtaka hapa. Wachana, huyu ni mdogo, hata huyu hawezi fanya hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Labda ni kwa ajili ya kampuni. Bwana Yesu asifiwe. Labda kuna kazi unataka kwa kampuni fulani. Wachana na watu, wewe enda uliza kazi. Haleluya. Kazi utaipata. Ni kwa maana Mungu atatenda jambo jipya. Haleluya. Lakini unahitaji ni kibali cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema hako ni kandogo, lakini Samueli akamwambia hako kandogo ndio nataka kakuja haraka mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Huyu hana masomo ya kufanya hii kazi, lakini Mungu anasema huyu ndiye atafanya hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ni Mungu ametaka. Haleluya. Hesabu ya baba ya Daudi ilionyesha nani? Katoto kadogo. Hesabu ya nabii Samueli ilionyesha kina Eliabu, watu walio na nguvu. Lakini hesabu ya Mungu ilikuwa imemwona Daudi kule malishoni, na imepitisha ya kwamba huyu ndio mfalme
mfalme wa Israeli. Huyu ndiye atakaye watawala Israeli yote. Haleluya. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana. Mnapoendelea kusikia neno la Mungu na kulizingatia. Usijalishwe na watu. Achana nao. Bwana asifiwe. Amen. Achana nao kwa sababu watakuvunja moyo ushindwe kufika kule unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Watakuvunja moyo ukose kufikia malengo yako. Bwana Yesu asifiwe. Watakuvunja moyo ukose kuingia kwa destiny yako. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kuvunjika moyo, kwa maana hiyo ni hesabu ya wanadamu tu, lakini hesabu ya Mungu inakuona ukiwa mtu mkubwa sana. Hesabu ya Mungu inakuona ukiwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen.